Nyota ya tarehe na mwezi wako wa kuzaliwa, pia herufi yako ya kwanza ina maana gani katika nyota? Halafu tena tuangalie asili za nyota. Alafu kitu chingine ambacho watu walikuwa na kingoja kwa hamu na gamu, unajua ni nini? Tuangalie nyota yako inaweza kuoana na nani? Sasa huu utamu huu nakupitaje jamani? Hakikisha hapo una subscribe na hakikisha kuwa unategea mafunzo haya yasikupite hata kidogo. Sasa uko na nyota 12 ambayo nyota ya kwanza ni punda. Na tukisema nyota ya punda ni watu waliozaliwa kati ya tarehe 21 Machi hadi tarehe 20 April. Yani kama umezaliwa hapa katika kati ya 21st March mpaka 20th April, ndio tunasema uko na nyota ya punda. Pia wale watu ambao wako na majina yanayoanzwa na herufi ya A, wengine M na wengine Y, tunasema hawa nyota yao ni ya punda. Nyota ya pili ni nyota ya ng'ombe. Nyota ya ng'ombe ni watu waliozaliwa kati ya tarehe 21 April hadi tarehe 20 Mei. Na hawa watu pia ni wale wenye herufi za majina zinazoanzwa na herufi Z, herufi B na herufi N. Nyota ya tatu ni nyota ya mapacha. Mapacha ni watu waliozaliwa kati ya tarehe 21 Mei hadi tarehe 20 Juni. Je, hawa watu pia wako na herufi gani? Ukiwa uko na herufi ya C na O, basi wewe ni mapacha. Twende kwa K ambao ni nyota ya 4. Hawa ni wale watu waliozaliwa kati ya tarehe 21 Juni hadi tarehe 22 Julai. Na watu hawa pia ni wenye herufi ya D na P. Hawa watu wa K jamani. Watu wa Simba sasa ni watu waliozaliwa kati ya tarehe 23 Julai hadi tarehe 23 Agosti. Na watu hawa wako na herufi ya E na Q. Kwa mashuke ni watu waliozaliwa kati ya tarehe 24 Agosti hadi tarehe 23 Septemba. Na ni watu wenye herufi F na R. Watu wa mizani ni wale waliozaliwa kati ya tarehe 24 Septemba hadi tarehe 23 Oktoba. Na watu hawa jamani ni wale wenye herufi ya G na S. Tende kwa watu wa nge. Nge ni watu waliozaliwa kati ya tarehe 24 Oktoba hadi tarehe 22 Novemba. Na hawa herufi zao zinaanza na H na T. Kwa watu wenye herufi waliozaliwa na nyota ya mishale ni watu wenye wamezaliwa kati ya tarehe 23 Novemba hadi tarehe 21 Disemba. Na majina yao yanaanza na herufi I na U. Watu wenye nyota ya mbuzi ni watu waliozaliwa kati ya tarehe 22 Disemba hadi tarehe 20 Januari. Na hawa wako na herufi za V na J. Watu wenye waliozaliwa na nyota ya ndoo ni watu waliozaliwa kati ya tarehe 21 Januari hadi tarehe 18 Februari. Na nyota zao hawa ni K na W. Mwisho kabisa, nyota yetu ya mwisho ni wale watu wenye nyota ya samaki ambao walizaliwa kati ya tarehe 19 Februari hadi tarehe 20 Machi. Na hawa ni watu wenye herufi za majina zinazoanza na X na L. Kwa sasa ushajua nyota yako inaangukia wapi, iwe kiherufi, iwe kitarehe. Ushajua mimi kulingana kitarehe nyota yangu ni hii na kiherufi nyota yangu ni hii. Kama hujasikiza kwa makini jamani, unaruhusiwa kuanza tena kusikiza na usisahau kusubscribe. Sasa katika mambo ya nyota tunasema nyota ziko na asili. Na zipo asili 4 tu za nyota. Asili ya kwanza ni asili ya moto. Na kuna asili ya udongo, na kuna asili ya upepo, na kuna asili ya maji. Hizi asili 4 za nyota hutusaidia kujua nyota fulani inaendana na nyota gani haswa katika mapenzi. Sasa unaweza kuta watu wote wana asili ya moto, hawa hawataweza kuelewana. Kwa hivyo asili hutusaidia kujua hawa wanaendana kivipi. Sasa unakuta kama nyota ya punda asili yake ni moto. Nyota ya ng'ombe asili yake ni udongo. Nyota ya mapacha
asili yake ni upepo. Nyota ya Kaa asili yake ni maji. Nyota ya Simba asili yake ni moto. Nyota ya Mashuke asili yake ni udongo. Mizani upepo. Nge maji. Mishale moto. Mbuzi udongo. Ndoo upepo. Samaki maji. Yaani unakuta asili ni hizo 4 tu. Je, tutajua nyota zinaoana kivipi? Yaani unakuta mtu wa punda, mwenye nyota ya punda anafaa aolewe na mwenye nyota gani? Yaani katika mahusiano nyota zitakapoendana ama kuoana, basi mtu wa punda akapata mwenza wake wa Simba ama Mizani, basi mahusiano yao yatadumu. Mwenye nyota ya Ng'ombe anafaa kuolewa ama kuoa mtu mwenye nyota ya Nge au Kaa, basi katika mapenzi wataelewana sana. Mwenye nyota ya Mapacha anafaa kuoa au kuolewa na mtu mwenye nyota ya Ndoo au Mishale. Mwenye nyota ya Kaa anafaa kuoa mtu mwenye nyota ya Mbuzi au Ng'ombe. Mwenye nyota ya Simba anafaa kuoa mtu mwenye nyota ya Punda au Ndoo. Mwenye nyota ya Mashuke anafaa kuoa au kuolewa mtu mwenye nyota ya Samaki na Nge. Mwenye nyota ya Mizani anafaa kuoa au kuolewa na mwenye nyota ya Punda au Mishale. Mwenye nyota ya Nge anafaa kuoa au kuolewa na mwenye nyota ya Ng'ombe au Samaki. Mwenye nyota ya Mishale anafaa kuoa au kuolewa na mwenye nyota ya Punda au Mapacha. Mwenye nyota ya Mbuzi anafaa kuoa au kuolewa na mwenye nyota ya Kaa au Mashuke. Mwenye nyota ya Ndoo anafaa kuoa au kuolewa na mwenye nyota ya Mapacha au Simba. Mwenye nyota ya Samaki anafaa kuoa au kuolewa na mwenye nyota ya Mashuke au Nge. Leo tumezingatia tu usomaji wa nyota kulingana na tarehe na mwezi wa kuzaliwa na pia herufi ya kwanza ya jina, lakini hapo si mwisho, mengi yanakuja. Usiokuwa na mchumba wako kaza sema kumbe ugomvi wote huu nyota haziendani. Hapana, hicho ni kionjo tu. Tulisema ni kusoma kwa nyota kuko na aina tofauti tofauti. Jamani, kama umependa hii video, tap hapo like, alafu usisahau kusubscribe. Next video itakuja kuchambua kila nyota na maana yake na kipi cha kufanya ili nyota yako izidi kung'ara zaidi.